Wapendwa waandishi wa habari, naitwa Padre Dennis Wigira, ni rekta ama paroko wa kanisa kuu la Mtakatifu Yosefu. Tukitambua kwamba tupo katika maombolezo kufuatia kifo cha aliyekuwa askofu mkuu wa jimbo la Dar es Salaam, Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo. Tukiwa na huzuni hiyo, lakini tunaendelea kuwa watu wenye matumaini, kwa sababu Mwenyezi Mungu amemjalia sio tu kuwepo duniani, lakini amemjalia hapo kuwepo duniani kwa faida ya taifa la Mungu katika maisha ya watu kiroho na kimwili. Baba paroko wa kanisa kuu, tunafahamu kwamba wewe ni mkuu wa kanisa hapa kanisa kuu, na Ijumaa kutakuwa na adhimisho la misa takatifu ya kumwaga hapa. Unawaambiaje waamini na wageni mbalimbali ambao watakuja kuanzia siku ya Ijumaa, siku moja kuelekea siku ya mazishi? Tunawakaribisha kuomboleza pamoja na kushiriki pamoja. Hakika mazingira haya hayawezi yakatosheleza wingi wa watu wa Dar es Salaam wote au kutoka sehemu mbalimbali, lakini basi hata kama hautapata nafasi ya kufika hapa, popote mlipo katika makanisa na watu wengine kadiri ya mapenzi mema, wito ni kuendelea kumwombea huruma ya Mwenyezi Mungu na kuendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa maisha yake. Mimi kwanza tangu naenda seminari, yeye ni askofu mkuu wa jimbo hili la Dar es Salaam, lakini manake mimi pia nimekuwa padri kwa yeye kukubali mimi nipate kuwa padri na kuhudumu katika jimbo kuu la Dar es Salaam. Lakini pia kwa kumfahamu, nadhani na yeye amenifahamu mimi kama padri wake, kwa sababu mimi alinichagua pia kuwa katibu wa jimbo kuu la Dar es Salaam wakati wa uongozi wake, na pia nilikuwa kwa wakati huo ni dereva wake pia. Kwa hivyo nimemfahamu kama mchungaji mnyenyekevu, mpole na mwenye kujishusha, kwa maana kwamba hata wakati nikiwa na mwendesha, yeye hakuwa na usumbufu wa kusema endesha hivi, au yeye akikaa kwenye gari anaendelea na tafakari yake mpaka mnapokuwa mnaenda. Kwa hiyo hakunipa hofu ya kuendesha kwa woga, lakini pia alipenda kuishi maisha ya kawaida pamoja na kwamba alikuwa na nafasi nyingi na kubwa katika uongozi wa kanisa, na hasa ukizingatia alikuwa ni baba kardinali. Vitu viwili. Cha kwanza na kikubwa pamoja na mengine yote ni ule ukaribu wake na kupenda kwake kuwa mbele ya Yesu wa Ekaristi. Kama mapadri, kama wachungaji, kama makasisi, Yesu wa Ekaristi ni chanzo na kilele cha utumishi wetu katika nafasi ya kikuhani. Kwa hiyo daima alikuwa karibu sana kwa tafakari na kusali mbele ya Yesu wa Ekaristi. Sambamba na hilo, akitimiza wajibu wake wa kuhubiri Injili, alihubiri Injili, alifundisha, alielimisha katika mtindo au namna yake ambayo mtu yeyote wa kawaida
angeweza kupata ujumbe wa Mwenyezi Mungu na fundisho la Mwenyezi Mungu. Naitwa Padri Dennis Wigira, paroko ama rekta wa Kanisa Kuu la Mtakatifu Yosefu, Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Asanteni sana.